Mheshimiwa Waziri Mkuu, baada ya maelezo haya ya utangulizi, naomba niulize swali langu kama ifuatavyo. Tunafahamu kwamba serikali yetu imekuwa ikijitahidi sana kuhakikisha sisi wananchi wote tunapata vitambulisho vya NIDA. Na tunafahamu kwamba kuwa na kitambulisho cha NIDA ni utambulisho wa taifa lako. Na swala la NIDA ni jambo ambalo muhimu kwa kila mwananchi, kwa sababu saa hizi fursa nyingi zinataka lazima uwe na kitambulisho cha NIDA. Lakini jambo hili limekuwa na changamoto katika baadhi ya maeneo, wananchi bado hawapati vitambulisho vya NIDA wala namba za utambulisho wa NIDA. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nilikuwa natamani kukuuliza ni nini sasa mkakati wa serikali kwa kutambua umuhimu wa NIDA, kuhakikisha wananchi wote wa Tanzania tunakuwa na vitambulisho vya NIDA ili tusikose fursa zile muhimu. Asante Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Naibu Spika, na kushukuru kwa nafasi ili niweze kujibu swali zuri la Mheshimiwa Sikudhani Chikambo kama ifuatavyo. Mheshimiwa Naibu Spika, kama nilivyosema katika swali la mifugo, niliwahi kupata heshima ya kuwa waziri wa mambo ya ndani ya nchi, na moja ya jambo ambalo lilikuwa na concerns nyingi za wananchi hasa wa pembezoni lilikuwa jambo hili la vitambulisho vya taifa almaarufu vitambulisho vya NIDA. Mheshimiwa Spika, nitumie jukwaa hili kumpongeza sana Daktari Samia Suluhu Hassan, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tangia muda ule na sasa, Mheshimiwa Naibu Spika, nchi yetu imepiga hatua kubwa kwenye jambo hili, licha ya kwamba bado kuna hizo changamoto ambazo Mheshimiwa mbunge amezisema. Moja ya hatua ambazo zimechukuliwa na ambazo serikali inakusudia kuziendeleza kwa kasi zaidi ili jambo hili ambalo Mheshimiwa mbunge akawaambia na wananchi wake ni kuendeleza utaratibu huu ambao tunautumia wa kidigitali, ambao tumeona manufaa yake kwamba kupitia njia za kidigitali sasa mwananchi anaweza akapata ile namba, anaweza akafanya ule utaratibu kupitia simu yake, tena simu hata ile ya kawaida, akawa amekamilisha baadhi ya hatua ili kuweza kuhakikisha anapunguza ule mlolongo ambao ungeweza kujitokeza. Mheshimiwa Naibu Spika, pia serikali inakusudia kuwafuata wananchi kule vijijini na maeneo mengine ambayo kamati zetu za ulinzi na usalama zimeshajiridhisha. Serikali inakusudia kuanza kutoa namba hizo kwa mkupuo, kwamba kijiji kizima wameshamaliza kufanyiwa taratibu za masuala ya kamati za ulinzi na usalama, masuala ya kuwatambua, basi wanapewa vitambulisho vyao hivyo bila kupata usumbufu mkubwa ambao wamekuwa wakiupata. Tunaendelea kusogeza huduma hii iende kule kwa wananchi ili kuwaondolea usumbufu, lakini na vile vile Mheshimiwa Spika, tumesema tutaongeza jitihada za ushirikiano kati ya serikali za mitaa pamoja na vyombo vyetu vya ulinzi na usalama pamoja na wenzetu wa uhamiaji ili kuweza kuhakikisha tunapunguza mchakato. Nitoe rai kwa Watanzania wote, pamoja na nia njema ya serikali ya kutaka Watanzania wapate vitambulisho kwa haraka. Mheshimiwa Naibu Spika, pamoja na ukweli huu kwamba kitambulisho cha taifa sasa ni kila kitu, ndio kitakacho kupeleka kwenye mikopo ya elimu, ndicho kitakacho kupeleka kwenye utambuzi na kila kitu, niwaombe Watanzania waridhie kwamba vyombo vyetu lazima viendelee kuhakiki kwa kina status za wale wanaotakiwa kupewa vitambulisho vya taifa. Mheshimiwa Spika, nchi yetu katika nyakati tofauti imeweza kupata vielelezo vya watu ambao sio raia wa Tanzania kuweza kupenya na pengine katika dunia ya sasa ambako masuala ya uhalifu yameshaongezeka, ni jambo ambalo linaweza likawa la hatari pia. Tukiwekeza tu kwenye kuhakikisha tunafanya kwa uharaka bila kuzingatia umakini wa kuweza kuchuja na kuweza kujiridhisha kwamba wale wanaopewa vitambulisho hivyo ni raia wa Tanzania. Kwa ni kushukuru Mheshimiwa mbunge, na nikuombe wahakikishie wananchi wako na niwahakikishie wabunge wote, serikali imekusudia kuongeza kasi ya upatikanaji wa vitambulisho kwa kutambua umuhimu wa kitambulisho hicho, umuhimu wa namba hiyo katika shughuli za kila siku za maisha ya Watanzania. Hata hivyo, tutaendelea kujiridhisha kwamba wale tunaowapatia vitambulisho hivyo
wanakidhi vigezo kwamba ni raia wa Tanzania.